Jumla ya vyombo vya moto 23 vimekamatwa katika operation iliyofanyika kuanzia Septemba hadi kufikia hii leo. Vipo katika kituo cha polisi Madema, ambapo kamanda wa polisi mkoa wa Mjini Magharibi Richard Mchovu ameongelea kuhusiana na hili, pamoja na kuwataja wale waliofanya wizi huo sambamba na kuwataja maeneo yaliyotokea ikiwemo Shauri Moyo na maeneo mengine. Hapa tumsikilize zaidi. Kwa hiyo kuanzia tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka huu 2025 tulianza operation za pamoja ambazo zilisimamiwa na wakuu wa upelelezi wa mikoa yote mitatu. Operation hizo zilikuwa maalum kabisa kwa wezi wa pikipiki. Operation hizo ni endelevu toka tuanze, hatujatulia, hatujalala. Lakini tumeona kwa sababu nyinyi ni wadau muhimu, waandishi wa habari na wananchi wetu, ili wajue kazi ambayo jeshi lao linafanya, nyinyi ndio watu wa kupitisha hiyo taarifa. Leo tukutane na nyinyi wote kwa pamoja. Na tumekutana na nyinyi tukiwa tumepata mafanikio makubwa sana. Mpaka tarehe leo ninavyoongea hapa tumeshakamata watu 17 ambao wanajihusisha na matukio ya wizi wa pikipiki. Na watu 17 wamegawanyika katika makundi makubwa mawili, lakini na kundi dogo la tatu. Kundi la kwanza ni wale wanaofanya wizi kabisa, wizi wa pikipiki. Na kama ambavyo mnajua, wizi wa pikipiki kwa sisi hapa Zanzibar ni ule ambao ni wa kuvizia. Ule wizi wa kuvizia. Na tumewahoji wahalifu wote, wanaeleza hiyo njia kwamba ndio wanayotumia. La kwanza, wanavizia watu wakiwa kwenye maziko. Wezi wanakaa jirani, wanavizia, wanaangalia pikipiki, wanaenda wanaziiba. Lakini wakati mwingine wanavizia watu wakiwa kwenye nyumba za ibada. Watu wameingia kwenye misikiti, wanafanya ibada, wanavizia watu, wanaona watu wameingia, dua zishaanza kule ndani, mahubiri, wanaiba pikipiki. Wale wezi kabisa ambao wanashiriki kwenye kuiba, wa kwanza anaitwa Abrahamani Juma Shaibu. Huyu maarufu wake anamuita Mdogo. Yeye ana miaka 20, ni mshirazi wa kwa Mtipura. Mwingine Al-Karim Haji, yeye maarufu anaitwa Kasongo. Yeye ana miaka 19. Na yeye ni mshirazi, mkazi wa Madukani. Mwingine anaitwa Bakari Musa, yeye ana miaka 22, yeye ni mshirazi wa Chumbuni. Mwingine ni Hamis Juma Hassan, yeye ana miaka 21, mkazi wa Melisita. Maana nafikiri mnaona vizuri hayo. Mwingine ni Nasri Suleiman, yeye ana miaka 20, ni mkazi wa Kazole. Mwingine ni Hassan Saidi Hassan, maarufu wake anaitwa Kaba. Jina hilo la Kaba, yani watu wanamjua kwa jina la Kaba. Kwa hiyo yeye ana miaka 30, huyu ndo mzee. Ana miaka 30, anaishi Munduli. Mwingine anaitwa Saidi Masud Omari, yeye ana miaka 31, naye ni mzee, anaishi Mboriborini. Mwingine ni Juma Hamisi Juma, yeye ana miaka 31, anaishi Darajani. Mwingine anaitwa Muhammad Hamisi Juma, huyu ana miaka 24, anaishi Daraja Bovu, maeneo hayo. Mwingine ni Abduli Hamisi Othman, maarufu kwa jina la Fallen, yeye ana miaka 23, huyu anaishi Shauri Moyo. Hawa wanaiba tu, ni wale wezi. Wengine wezi ambao wanaiba na kununua ni Hamisi Abdalla Juma, huyu ana miaka 23, anaishi Kilimahewa Bondeni pale. Wa pili katika wanaoiba na kununua anaitwa Abrahamu Yusuf, yeye ana miaka 20, anaishi Mwembe Makumbi. Kwa hiyo hawa tumewakamata, ni wezi. Lakini wanaozinunua hizo pikipiki sasa na kufanya zile modification wako watano. Yuko Suleiman Ramadhani, yeye ana miaka 27, ni mkazi wa Magogoni. Yuko Thabit Mohamed Suberi, yeye ana miaka 19, ni mkazi wa Chuini. Yuko Sharifu Juma Hamadi, yeye ana miaka 31, ni mkazi wa Chunga Fuoni. Mwingine anaitwa Juma Mohamed Chuma, yeye miaka 33, anaishi Amani Fresh. Yuko Abduli Ramadhan Musa, ana miaka 25, yeye anaishi kwa Mchina Mwisho. Kwa hiyo hili ndio kundi la wanaotusumbua, na hawa wanaenda mikoa yote mitatu. Hawa wanunuzi wananunua kule kaskazini, wananunua kusini, wananunua hapa. Wakija wanazibadilisha, wanaziuza hapa. Kwa hiyo kuna wananchi wetu hapa wengi ambao tumeenda kwa tukazikamata hizo pikipiki, wameuziwa. Hawa ni baadhi ya waliopoteza vyombo vyao vya moto, ambao baadhi yao wamefanikiwa kuvipata na kuviona, lakini wengine hawajaviona. Wanazungumzia na kutoa ushauri wao katika hili. Tumepeleleza, imefuatiliwa, mwisho wa siku ilikuwa kama siku 3 nyuma nikapewa taarifa kwamba kuna Honda za wizi zimekamatwa huko mjini. Sasa nimekuja, tumekuta Honda zipo kwenye container, zikosha pakiwa.
ndo kaambiwa tuje huku Madema huku. Tulivyofika huku ndo kwenye harakati za ukagua Honda yangu nikaikuta ipo ile pale, halafu kuna alama ambazo zilizokuwepo kwenye tanki ilikuwa nimeigonga, halafu na siti yake na kwenye exhaust pia exhaust yake ilikuwa imetiliwa kitu kama kifilimbi, vijana sasa hivi tunapenda kutia. Halafu sijui imefanywa vipi, chassis number ni tofauti, kila kitu ni tofauti. Ni shoti kwa kutizama tu kwa macho, bado Honda yangu sijaiona mpaka dakika hii. Shafahamu? Labda kama ndo kuna utaratibu mwingine wa wataalamu na jeshi la polisi lenyewe najua natafuta vipi Honda, wanaweza kanisaidia kwa hilo. Kamanda wa polisi mkoa Mjini Magharibi Richard Mchovu ametoa ushauri kuhusiana na matukio haya yanayoendelea kutokea kila siku, kwani yanarejesha nyuma na kupelekea nchi kupata matatizo pia kuhusiana na suala hili. Kwa hiyo tufikishe ujumbe vizuri kwa wananchi, na nafikiri ndugu waandishi habari na washauri, ukitaka hili kae vizuri mnaweza pia kuona watu wa ZDRI watawapa zile kanuni ni zipi ili wananchi wazifuate vizuri. Kama wananchi hao wanakaa kaskazini Unguja, anakaa kusini Unguja, anakaa Mjini Magharibi, so kama ameibiwa pikipiki yake aje, zipo. Kama hiyo changamoto ya namba itakuwepo, basi atashikana na maafisa wetu kuona ni jinsi gani wanaweza kwenda mpaka haki yake aipate. Marasio wapo, ni wabobevu wenye upelelezi, ZDRI wapo, watahusiana na marasio, tutaangalia. Wako wataalamu kwetu polisi wa kuangalia hizo namba zilizogushiwa, wanaweza wakazifuta ukaona ile namba yao imekuja. Sasa ni process ndefu, ni hatua ndefu, lakini wananchi wao wavumilivu, maana lazima hizo kanuni zifuatwe. Waandishi wa habari wana kila sababu ya kufikisha ujumbe kwa jamii kuhusiana na matukio haya ambayo yanaendelea kutokea. Serikali ina jitihada ya kuhimiza wananchi pamoja na jamii kwa ujumla katika kuendeleza mazuri ambayo yanafanyika katika serikali hii ya awamu ya 8. Kutoka Leaders TV, mimi ni Mariam Khair. Uwajibikaji ni msingi wa maendeleo.